Katika kitabu cha Mambo ya Walawi sura ya 19 mstari ule wa 28 nitasoma. Anza 27. Msinyoe denge. Msinyoe nini? Denge. Denge, bahati nzuri denge, nani anaweza kaniambia denge ni nini? Hebu rudia pale, usinyoe nini? Msinyoe denge. Usinyoe pembe za kichwani. Rudia, pembe za kichwani. Umeelewa sasa? Tumishi wa Mungu anaonyesha mikono pale. Amen. Makofi kwa kitafadhali. Haya, twende sasa. Hayo yote alizuiliwa. Wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Nini? Wala msiharibu pembe za ndevu zenu. Hao ni wanaume. Twende mtumishi wa Mungu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya miili yenu. Msichanje chale yoyote katika nyama ya mwili. Chale yoyote, yaani unaposikia chale, mimi nilikuwa tunaumwa tumbo wakanichanja. Nilihisi mwanangu ana degedege wakamchanja. Na mambo yanaanziaga pale. Niliwachanja watoto wangu kwa sababu ya ulinzi. Tusichanje chale yoyote katika nyama ya mwili. Kumbuka, na ukatoka katika agano lile, ukatoka katika agano la matambiko. Ndio maana tumezuiliwa tusichanje chale mwilini mwetu. Amezuia, hakikisha isipite chale kwenye nyama ya mwili wako. Mungu alikuwa anajua kwamba inapopita chale madhara yake ni yapi. Mungu alizuia kwa sababu anajua yapo na yalikuweko. Na watu wengi anajua wanatapatapa. Na ndio maana ikatoka sheria ya kuchanja chale kwenye miili ya watu. Akijua hizo chale zina madhara ya namna gani. Unaweza ukachanjwa chale ikawa wewe njia ya wachawi. Yaani wachawi wanapokuja kufanya mambo yao, ile chale inawavuta. Ile chale inawavuta. Unaweza ukachanjwa chale, hiyo chale ikawa sehemu ya matatizo. Yaani ikawa navutwa hilo tatizo na hiyo chale tu papu. Hiyo chale papu. Unaweza ukachanjwa chale, alafu ukashangaa hata maombi umeokoka kabisa na kwenda kanisani, lakini mtumishi anapoomba ile chale ikawa sehemu ya kizuizi na kisifanyike kitu chochote, na ukasali miaka mingi lakini hakuna kinachoweza kuendelea. Na ndio maana wana wa Israeli walikuwa wanatumia neno moja. Kila ikifika siku ya Pasaka au maandamo ya Juma, wanakuwa na kitu neno kujitakasa. Wanatakasa miili yao, wanatakasa. Mungu akafika mahali akamwambia Musa ya kwamba waambie wana wa Israeli wajitakase, wasafishe, wajitakase, maana nataka kuja kuzungumza nao. Ili zile chale zisiwe vizuizi. Yale maagano ya kwanza yasiwe vizuizi. Ule uchafu aliopitia kwa waganga, ule uchafu aliopitia kwenye koo zao, isiwe vizuizi kuzungumza na Bwana. Ili Bwana wakaribie. Na mimi tunaingia kwenye maombi ya kujitakasa na kuweka agano jipya siku ya leo. Kama utakuwa tayari. Sema amina kanisa. Kama utakuwa tayari. Kama utakuwa tayari. Na wengi tunaendaga kuchanjwa kwa sababu tulipoteza eti nyota. Nyota haipoteagi rafiki yangu. Hakuna mtu anaweza kaiba nyota yako. Sema amina. Nyota. Mganga anaweza kurudisha nyota? Hakuna. Ambaye ana nyota yako ni Mungu aliyokuumba. Kila mmoja alimuumba akiwa amemwandalia chakula chake binafsi. Makofi kama unanielewa. Amina. Sema amina. Nyota iko kwa nani? Kila mwanadamu ana nyota yake. Eti naenda kutafuta nyota wapi? Naenda kutafuta, ndio unapewa na ya kunguni. Naenda kutafuta nyota wapi? Nani akupe nyota? Ukitaka ing'ae, takasa mwili wako.
Sema amina. Amina. Safisha kwa maombi. Amina. Na Mungu wa mbinguni akutetee. Soma katika kitabu cha Wafalme. Tuanzie hapo. Wafalme wa pili sura ya 17 mstari wa 33. Twende. Wakamcha Bwana. Wakamcha Bwana Na kuitumikia miungu yao wenyewe. Sikiliza. Wakamcha nani? Bwana. Ila wakitumikia miungu yao wenyewe. Hawajalishi ni Wakristo au ni Waislamu. Sikiliza vizuri. Hawajalishi wanakwenda kanisani au hawaendi kanisani. Lakini hao ilionekana ni watu wanaokwenda kwa ibada. Kabisa. Wakamcha Bwana. Lakini bado kwa habari ya matambiko wanaipa kipaumbele. Mgonge jirani yako. Mwambie unanisikiliza. Mwambie unamsikiliza mtumishi. Wakamcha Bwana lakini wakiendelea kuabudu miungu. Na tunaposema miungu tafasiri yake nini? Twende mtumishi wa Mungu. Sawasawa na kawaida za mataifa ambao. Sawasawa na kawaida za mataifa ambao wao walihamishwa kutoka kwao. Ndiyo, twende. Hakika. Hakika. Hata siku hii ya leo. Hata siku hii ya leo. Hufanya sawasawa na kawaida za kwanza. Hufanya sawasawa na kawaida za kwanza. Sema sawa sauti, za kwanza. Unajua kuna kawaida zile za mwanzo. Tunaposema kawaida za kwanza ni kawaida za mababu. Kuna kawaida za kwanza za mababu. Halafu unajua kuja kuna tofauti kati ya mtu aliyomcha Mungu na ambaye hajamcha Mungu. Ila hawa wanakwenda kanisani lakini hawatofautiani na mataifa walioko nje. Manake mataifa kazi zao ni kuchanjwa. Ila na hawa wanaenda kanisani bado wanachanjwa. Ndiyo. Kazi ya mataifa ni kuabudu mizimu na watu waliokufa. Ila na hawa wanakwenda kanisani ila bado wanakwenda kushiriki kuabudu waliokufa. Kwa jina la Yesu sema ninakataa. Agano ni makubaliano. Kabisa. Agano pia unaweza ukalikataa. Ukasema ninabadilisha. Ila inahitaji nguvu kubwa sana ya ziada. Kabisa, kabisa. Na tena katika ulimwengu wa roho kukataa agano ambalo limewanyoosha ndugu zako. Wengine wamekuwa cha pombe, wengine wamekuwa waajabu, wengine wamekuwa roho ya umaskini imewatamia. Imeonekana wewe ndio unataka kuwa mjanja fulani, ndio unataka kubadilisha maisha, unaona huruma wasaidie na wengine, halafu utoke kwenye ile agano ambalo limewashika ndugu zako, ambalo linaleta mfarakano kwa ndugu zako, ila wewe unataka uchomoke. Inahitaji imani ya kiwango cha juu. Inahitaji msimamo na maamuzi sana. Inahitaji maamuzi ya hali ya juu kabisa. Mimi nakueleza, na mpaka mtu ukutane mwenye macho ya rohoni akwambie wewe kinachokusumbua ni kwenu. Wewe kinachokusumbua ni kwenye familia yako. Wewe kinachokusumbua, kuna watu wawili walibeba picha yako wakakuingiza mahali wewe pasipo kujua. Wewe kinachokusumbua, jina lako limeshawekwa kwenye agano fulani. Wewe kinachokusumbua, kuna ndugu yako alitoka kwenda kutafuta habari ya maisha, akachukua majina yenu akawaingiza kwenye agano pasipo nyewe kutambua. Yeye ndo anatumikia agano lenu, ndo anatembea na nyinyi, na nyie pasipo kufanya hivi na hivi, hilo agano hautalichomoka. Lakini mwonyaji atakuonyesha njia. Yes. Na mimi niko tayari leo kukuonyesha njia. Amina, 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 amina. Sema amina. Amina. Niko tayari kukuonyesha njia. Amina. Bwana sifa sifa. Amen. Na najua ukichomoka hapo ukafanikiwa, utalijenga kanisa. Utalijenga kanisa. Utasaidia jamii iliyokuzunguka. Sema amina. Amina. Utasaidia watoto wako. Sema amina. Amina. Utasomesha watoto wako. Ni kweli au sio kweli? Kweli. Ukichomoka kwenye hilo agano. Haleluya. Na Mungu akuchomoe kwa jina la Yesu aliye hai. Yes, yes, yes. Amina. Uliungana na babu yako, wengine hawakuchanjwa, uliungana na wazazi, mkaenda kutambikia, unakumbuka, na wengi wako hapa. Lakini leo nataka nikugeuze, uanze agano la kutawala na kumiliki. Sema amina. Na hilo agano likawe katikati ya maisha yako. Usitawaliwe na magonjwa,
mtawala atakuwa na mamlaka ya kuongea jambo linaondoka. Mtawala anaagiza, sema amina. Ukiwa mtawala unaagiza, sema amina. Ukiwa mtawala utakuwa na neno la kuagiza ya kwamba ewe kisukari ondoka, na utaona kinakupisha. Pokea hiyo neema. Pokea hiyo neema. Ndio maana leo tuingie kwenye agano la kutawala na kumiliki. Kina mama wamekuwa wahanga wa kwenda kwa waganga wa kienyeji, wanabadilisha ndio wanakuwa wake. Kabla ya kuhudumiwa wanahudumiwa. Napohudumiwa ndio natokea unapatanishwa na jini la kiume. Wewe utakuwa kila wakati ni kufarakana. Hapa. Ni hiyo chare. Umeshapatanishwa. Hauwezi ukafurukuta hata kidogo. Utakuwa unamchukia huyu baba unaoishi naye. Unakuwa unamuona kama fisi tembo. Unaona kama na masikio 6. Kila wakati wewe ni hasira. Unashangaa kidogo tu mama una hasira. Yaani hasira zinafika mpaka kwenye utosi. Wewe ni wakuchukiaga tu, hata akikuelekeza tu wewe umeshachukia. Umepatanishwa. Lakini kwa neema ya Mungu, kwa mamlaka ya Mungu, hata kama tulienda tukachanjwa, Bwana anze moja na wewe kwa jina la Yesu Kristo hai. Sema amina. Hata kama kuna agano la maneno, watu wakaweka agano la mataja, wakataja maneno yao, wakaweka agano lao kwa jina la yeye aliyo hai, maneno yao yakose kibali. Sema Bwana Yesu, funga agano jipya pamoja nami. Pokea kwa jina la Yesu aliyo hai. Na ndio maana ninakueleza kwa habari njema ya wokovu. Sikuelezi kwa habari ya dini. Ninakueleza kwa habari ya Mungu anayotaka kufunga agano na wewe pia. Ndio maana natakasa kwanza fahamu zako. Ili fike mara ukumbuke ni wapi ulitereza. Ya kwamba nakwenda kutafuta msaada. Ya kwamba ukijua kwa msaada uko kwa mganga. Ya kwamba ukijua msaada uko kwenye irizi. Ya kwamba msaada ukijua uko kwenye wembe. Ila leo Mungu abadilishe agano la kale na aliondoa, Mungu aweke jipya. Uhai usimame. Uhai uwe juu ya maisha yako. Uhai uwe juu ya maisha yako. Umauti katika kazi yako na uondoke. Amina. Natamka neno hilo, sema amina. Umauti katika mishipa yako na iondoke. Amen. Umauti katika mikono yako na iondoke. Amen. Umauti katika kiuno chako na iondoke. Amen. Umauti katika miguu yako na iondoke. Bwana aliyo juu afunge agano jipya. Na jina lako libadilike. Utoke kuwa Abrahamu uitwe Ibrahimu, baba wa watoto wengi na kizazi kingi. Sema na iwe hivyo. Waebrania 8:6 ya mwisho. Yaani ile fundisho limenijia, nilimalizia hapo. 8:6 Waebrania. Soma pale. Waebrania 8:6. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora. Rudia tena. Lakini sasa amepata huduma iliyo bora zaidi. Umepata huduma iliyo bora zaidi kwa sababu gani? Kwa kadiri alivyo mjumbe wa agano lililo bora. Kwa sababu nilivyo mjumbe wa agano lililo, unapata huduma. Ile huduma uliokuwa unaenda kutafuta kwa ganga kienyeji sio huduma. Sema amina. Haukuwa unahudumiwa, ulikuwa unachafuliwa na kuharibiwa. Lakini mjumbe wa Mungu leo nakueleza agano hilo bora la wewe na Mungu aliyokuumba. Unakwenda kupata agano bora. Sema amina. Malizia, twende. Lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Rudia tena. Lililoamriwa juu ya ahadi zilizo bora. Juu ya ahadi zilizo bora. Maana kama vile lile la kwanza lingalikuwa halina upungufu, lilikuwa halina utukufu, halina upungufu,
nafasi isingali tafutwa kwa lile la pili. Lisingekuwa na upungufu, tusingekuwa tunapambana kutafuta tena neema. Maana awalaumu asema. Awalaumu asema, angali siku zinakuja, asema Bwana. Nami nitawatimiza nyumba ya Israeli na nyumba ya Yuda agano jipya. Makofi. Nyosha mkono juu ulipoketi, sema Bwana Yesu, mapito yangu unayajua. Mapito yangu unayajua. Mapito yangu unayajua. Mapito yangu unayajua. Ya wazazi wangu unayajua. Ya wazazi wangu unayajua. Wewe umesema katikati ya agano la kurithi, katikati ya agano la kurithi, umauti haukosi. Umauti haukosi. Umauti ni lazima. Umauti ni lazima. Bwana. Bwana. Nami nimekuwa mtu mzima sasa. Nami nimekuwa mtu mzima sasa. Ninajua kupenda. Ninajua kupenda. Na ninajua uhitaji. Na ninajua uhitaji. Niko mbele zako. Niko mbele zako. Nami ninaomba. Nami ninaomba. Wewe utatue. Wewe utatue. Kesi juu ya agano hili. Kesi juu ya agano hili. Lililokuwepo. Kati ya vitu vingi. Kati ya vitu vingi visivyoonekana vilivyokuwa vinafuatilia katikati yangu, hata kama kuna agano limewekwa na watu wawili na mtu mmoja na watu wapatao 4 au idadi ya watu ikiwa wengi, wakaweka juu yangu pasipokuwa na ridhaa yangu. Bwana, wakaweka agano lao mimi pasipo kupenda. Au Bwana, agano la kurithi, agano la nyumbani kwetu, agano la babu zangu, mizimu ya kwetu. Bwana, hata kama kuna mwanadamu alikwenda kwa mtara, kwa wazee wake, kwa waganga wake, akaenda na picha yangu, akaenda na sura yangu, akaenda na jina langu, akaenda na unyayo wa miguu yangu, ili mimi niharibikiwe. Hilo agano, hayo yote Bwana, ninaomba leo unibadilishie. Niko tayari kulivua agano hilo la kale. Haijalishi limewekwa miaka 3 iliyopita, miaka 2 iliyopita, miezi 6 iliyopita, miaka 15 iliyopita. Bwana, kwa jina lako niko hekaluni kwako kuondoa agano, agano lililojaa mauti, agano lililojaa mauti, agano lililojaa magonjwa, agano lililojaa magonjwa, agano lililojaa mauti, agano lililojaa maskini, agano lililojaa utumwa. Kwa jina lako, kwa jina lako, niko tayari leo kupokea jambo jipya. Simama. Kwa haya na mengine mengi, usisahau kusubscribe, kulike na kushare kwenye mitandao yetu ya kijamii, na Mungu akubariki.